Moja kwa moja kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako nimeenda kwa ajili ya faida yako mtazamaji wa Tanganyika TV, kwa ajili ya kukupasha habari kemkem ambazo zinaendelea na kuwatafuta wale majemedari nguli ambao wanaweza kuzitikisa nyavu na kuweza kupiga adui wa M23. Sasa kwa ajili ya faida yako niko kwake Dragila. Kama ushasikia hilo jina maana unajua kwamba niko kwa Dragila ambaye alikivuma sana, alipiga mwingi wakati zile takriban miaka 6 iliyopita. Sasa niko kwake kwa ajili ya kunifanyisha vya kutosha, tuko kwa ajili yako na utamsikia hivi punde ananijia hapa nilipo kwa ajili ya interview pamoja naye. Karibu Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Mtazamaji wa Tanganyika TV, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba niko na jemedari nguli ambaye ni wa Force Navale kwa kimombo anakiita hivyo, lakini vile vile ambaye anashughulika na mambo ya maji sana na alipambana sana. Jambo mzee. Jambo. Unajulikana kwa majina gani ili watazamaji wapate kukuelewa vizuri? Najulikana kwa jina ya Ekanda Saidi Dragila, kwa maarufu ni Balen. Samaki kubwa. Samaki kubwa. Tuna furaha nyingi sana kukutana na wewe kwenye runinga yetu la channel yetu ya Tanganyika TV ambayo inafuatiliwa na watu wengi, na tulikuwa penda kujua siku nyingi uonekani na ulikuwa umepotea. Ulikuwa umepotelea wapi? Nimeshukuru sana kwa swali nimeulizwa. Kwa siku nyingi kupotea kwangu, nilikuwa kwenye kifungo pale Kinshasa. Nafaa kifungo miaka 6, nafunguliwa, namaliza kifungo kwenye muda wa miaka 6. Kinshasa nafanya miezi 3, nashuka Kalemi. Kufika Kalemi tena nile niangalie jamaa mtoa, ikabidi tena wakanidhibiti pale Kalemi, nikafungwa tena jela muda wa miezi 2, na mpaka hivi nikatolewa tena. Nilikuwa naishi Kalemi. Kwa muda huu sasa niko Uvira. Asante sana. Wamesema Waswahili jiwe lilokataa wahashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Unadhani kwamba ni kwa nini ulikuwa ukifungwa? Kwa kweli kama nilikuwa nafungwa ni kulingana na serikali yetu ya wakati ya Kabila Joseph. Ni serikali ilikuwa na upinzani na sisi wa majimaji. Tulikuwa tunapinzana na serikali. Kwa hiyo ikabidi nikavuka hata Burundi, serikali ya Burundi na Kongo walikuwa na uhusiano. Ikabidi tena wanikabidhi kwenye serikali ya Kongo. Na ndio ilisababisha mimi mpaka nifungwe sasa. Ndio. Tangu uondoke takriban miaka 6 kweli, na ziwa Tanganyika lilikuwa lipo kabisa kama vile limeachwa na ukiwa fulani. Kwa leo umerudi na tuna ziwa 2 ambazo ziko ni ziwa ambazo wananchi wanazitegemea, ziwa Tanganyika na ziwa Kivu. Tutegemee nini hasa kwa watazamaji wetu na wakongomani, wategemee nini sasa ambacho unaenda kukifanya kwa ajili ya kukomboa nchi katika ziwa Tanganyika na ziwa Kivu? Kwa kweli hivi nimerudi. Kwa kurudi kwangu napenda kutia amani ndani ya ziwa Tanganyika na ziwa la Lake Kivu pale Bukavu. Na kurudi kwangu kwa kweli hii marine hivi nimekuja na platform. Kusema coalition patriotique politico wazalendo. Naomba wote wanaonifuata tuungane pamoja kwa kupiganisha adui anayetuvamia kwenye nchi yetu ya Kongo. Ndio. Adui anapigwa na anadhibiti ziwa la Kivu. Utafua dafu? Na tunajua wewe ni mpambanaji kweli, Balene kweli. Utafua dafu mzee, na watazamaji wategemee nini? Kwa kweli wakongomani wote wenyewe kukati ya Kongo na wenyewe ko nje za manchi zingine za nje, wakongomani wawe na imani kwamba
watoto wetu wazalendo, Mungu awasaidie na wazidi kuombea province yetu ya Bukavu izibitiwe, na ikizibitiwa, naomba hata serikali ya Kongo, naomba hata wengine waniunge mkono na wanipe ile operesheni ya Lake Kivu, nicheze jibile ya mwisho ya kufurusa ule adui pale. Tunashukuru sana mzee. Kwa neno lako la mwisho, unawaambia nini wakongomani na watazamaji wetu wa Tanganyika TV? Kwa neno langu la mwisho, naomba kwanza kwa Lake Tanganyika amani iwe kwa muda huu gisi niko hapa Uvira. Naomba marine yote hapa Uvira, iwe ya wazalendo, iwe ya serikali, tuungane kwa kutia amani ndani ya Lake Kivu, ya Lake Tanganyika. Na umoja wapo, hata Lake Kivu, Bukavu ikikamatika, inabidi tena tuungane, tukamatane, kwa sababu tutie amani mwa ile Lake Kivu. Hiyo ndo neno langu la mwisho, na wakongomani wote wazidi kutuombea, wazidi kuombea wa vijana wanapokuwa kati ya nani ya mapambano. Tuombee kwa sababu tuzibiti eneo zetu hizi province mbili ya Sud Kivu na Nord Kivu. Asante sana. Tunakushukuru sana mzee. Tunatumai kukupata kwa wakati mwingine. Mtazamaji wa Tanganyika TV, ni hapa ndipo tumefikia tamati ya kipindi kifupi pamoja naye Balen, samaki kubwa ambaye alikuwa katika ukimya, sasa amevunja ukimya na amekuja kwenye Tanganyika TV kuvunja kwa ukimya wake. Anasema kwamba yuko tayari kuungana na wananchi ili kuweza kumfurusha adui. Usikose kutufuatilia na kwenda kusambaza kwenye mitandao ya kijamii. Sisi ni Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe. Mimi sina la ziada, ni kuage kutoka studio Kimani kwa mapendezo kwenye runinga yako, na nyuma kamera si mwingine ni kijana Abu, kijana machachari. Asante. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.